Yeye kwa wakati ule akaniambia ulimwengu sisi ambao tupo ni ulimwengu ambao hauwezi kuuona kwa macho ya moja kwa moja. Kwa hiyo na ndio maana siku ile ilitajika tuweze kwenda saa 8. Siku hiyo nikaondoka. Nimeelekea Geita, nimefika Geita ndipo simu yangu ikawa inaita. Baada ya kutoa mfukoni nikakutana na jina la kwake. Baada ya kukutana jina lake nilipokea. Nilivyoipokea akaniambia alikuwa ananiuliza kama nimeondoka. Na kama sijaondoka alihitaji tuweze kuonana. Nikamwambia tayari nimeelekea na sasa nipo naelekea, nimetoka Geita tunaelekea Sengerema. Akaniambia kwa wakati huu ninaona sasa labda kwa vile utakuwa kwa mbali kidogo moyo wangu utakuwa na amani. Nikamuuliza kwani moyo wako hauna amani kwa sababu ipi? Akasema kiukweli nilichokuwa nahitaji kukufanyia kilivyofeli, nimekoswa amani kabisa. Na nilikuwa nikikuona wewe, yani nilikuwa nakuona sema wewe ulikuwa hauhitaji kuja kunisalimia. Lakini mimi nilikuwa nikipita nikikuona na nilikuwa nikibadilisha njia. Kwa sababu nilikuwa naona muda mwingine tukikutana yani moyo wangu unakuwa hauna amani kabisa. Nikamwambia ni kweli kama umeligundua kosa lako basi ni heri uweze kubadilika. Akasema sio kwamba mimi nilikuwa nina nia mbaya. Nikamwambia ndio, na mimi najua ulikuwa hauna nia mbaya. Na kama ingekuwa ni nia njema ungeniambia ni nini ambacho ulikuwa unahitaji kufanya. Na unavyoendelea kusema kwamba ulikuwa hauna nia mbaya afu unaendelea kuniogopa, kwa hiyo sidhani kama itakuwa inakusaidia. Kwa wakati mwingine itakuwa inakuumiza wewe mwenyewe moyoni. Unavokana kitu kinakuumiza, kitakuumiza, mwisho wa siku utapata matatizo makubwa. Basi akasema haya hamna shida, ipo siku mimi nitakuja nikwambie. Nikamwambia sio ipo siku, inahitajika uweze kuniambia kwa sasa. Ni nini ambacho wewe kabisa ulikuwa una lengo nacho? Akasema yani kukuambia nitakwambia, lakini sasa siwezi nikakwambia saa hizi maana mimi mwenyewe bado. Nikisema nikwambie saa hizi huenda kuna mambo yakanitokea ambayo sio mazuri. Kwa hiyo kwanza inatakiwa nikae vizuri niweze kuomba. Baada ya kuomba ndipo nitakwambia. Nikamwambia kuomba penyewe utaomba sawa, lakini kama utakuwa bado haujamkiri Yesu na kumkubali Yesu kuwa ndio Bwana na Mwokozi wako, hata ukiomba sidhani kama utapokea. Akasema sawa, hakuna shida. Kwa vile wewe mwenyewe ni mwinjilisti nafikiri utanisaidia kufunga tuweze kuomba. Nikamwambia sawa nitakusaidia, lakini kukusaidia kwangu inatakiwa kwanza uniambie ni nini hasa ambacho ulikuwa unalenga, au kile ambacho wewe ulikuwa umezamiria na bosi wako. Akasema kwamba nitakwambia. Wewe kinachotakiwa uweze kuniamini. Na nikishakwambia mimi si unajua kabisa kazi yangu hii bendi yangu ninaweza nikawa nimeiua. Na kwa sasa bado sijazindua albamu yangu ya nyimbo. Kwa hiyo nikishakwambia bosi akajua tayari kwa wakati huu nyimbo zangu zitaendelea kukaa huku na ana uwezo wa kuzininyang'anya. Kwa sababu ni nyimbo ambazo amezigaramia yeye tangu mwanzo hadi mwisho. Na kwa wakati huu zimekwisha kamilika. Subiria nikimaliza kuzindua mimi nitakwambia. Nikamwambia haina shida yoyote ile, kwa sababu wewe umeendelea kukana siri yako, basi wewe endelea hivyo hivyo. Na utakavyoendelea hivyo hivyo mambo yoyote atakayokuja kukukuta sidhani kama mimi nitakuwa nimehusika. Na ingekuwa ni bora kabisa ukaniambia bosi wako yeye huyo, maana alishakwambia ana lengo gani na mimi. Ni heri na wewe uweze kuniambia. Jibu aliloishia tena kuniambia, akaniambia bosi wangu alikuwa anakuhitaji sana. Maana amekuona wewe ni mtu makini sana, kwa hiyo anakuhitaji wewe. Akaniambia hivyo kwa kusisitiza sana kwamba bosi wake alikuwa ananihitaji kwa sababu mimi ni mtu makini. Ndipo nikamuuliza kwani umakini huo unatokana na nini?
Yeye mwenyewe akasema umakini huo unatokana na kazi ambayo unafanya. Nikamuuliza, kazi gani? Mbona mimi nafanya kazi nyingi? Akasema hapana. Kazi unayofanya ambayo bosi wangu yeye mwenyewe amekuja kuijua na akaona uko makini ni kazi moja tu. Nikamuuliza, ni kazi gani hiyo ambayo nakuwa nipo makini kuliko kazi zingine? Basi yeye kwa wakati ule akaniambia kwamba bosi wangu ameona wewe unahubiri vizuri. Kwa hiyo akasema akikusogeza karibu ana uwezo wa kukufanya wewe ukaanza kumtumikia yeye. Na utakapokuwa unamtumikia yeye atapata faida kubwa sana. Na ndio maana alikuwa anakuhitaji. Alipokuwa anakuhitaji siku ile, kama ungekubali kwenda kwa huyo bibi, nafikiri ungefika tu ungeonana naye moja kwa moja. Na mngekubaliana kuhusu hela, haina shida kabisa. Maana hela yeye anazo hela za kutosha. Kwa hiyo kama anazo hela za kutosha, wewe shida hizi za pesa zingekuwa zimeisha. Na ndio maana wewe nilivyokupa siku ile 30,000 uliona kama hela kubwa. Lakini mimi kwangu niliona ni hela ndogo. Kwa hiyo yeye baada ya kusema vile, mimi nikajifikiria sana na nikawaza kweli, kama bosi wake kweli alikuwa na nia njema au ana nia njema na huyu mwanakwaya au huyu mwalimu wa kwaya, kwa nini yeye mazingira aliyokuwa amenipeleka kwa wakati ule mbona yalikuwa mabaya? Nikajiuliza maswali mengi. Mungu wetu hawezi akaruhusu wewe uende ukaishi kwenye maisha ambayo ni machafu, au uende ukakae sehemu ambayo ni chafu, alafu kwa wakati huo huo unaendelea kumtumikia Mungu. Sasa huyu bosi wake yeye atakuwa ni bosi wa aina gani? Nikamuuliza, ndiyo pesa nitapata sawa, umeshasema, na kwa wakati huu ninahitaji sasa tuweze kuonana na huyo bosi wako. Akasema hapana, haiwezekani kuonana na bosi wangu kwa sababu wewe tayari ulishakataa kwa mara ya kwanza. Kukataa huko kwa mara ya kwanza ndiko kulikofanya bosi mwenyewe aanze kukukimbia. Maana alikuona kuna kitu kingine cha ziada tofauti na hicho ambacho unakifanya ambacho kinakusaidia wewe. Kwa hiyo hata mwenyewe saa hizi anakuogopa. Ndio maana hata mimi mwanzoni tulikuwa tukikutana ninaamua kukukimbia. Kwa sababu ninajua kitu ulichonacho bosi mwenyewe alishawahi kukiniambia. Akasema kitu kilichomo ndani yako ni kitu ambacho kina uwezo mkubwa sana kuliko nguvu za bosi wangu. Kwa hiyo inatakiwa sasa wewe tu uendelee kuvumilia hivyo hivyo. Kama ni issue ya hela, ipo siku tutakutana. Tutaweza kuongea mengi zaidi, alafu mimi nitakwambia ni nini ufanye. Nikamwambia, ina maana wewe umeshindwa kweli kuniambia ni nini bosi wako aliyokuwa ana malengo? Akasema sio kwamba nimeshindwa, kwa sababu zipo nyingi ambazo sababu hizo zingine ninaona kabisa nikikwambia mimi mwenyewe ninaweza nikapoteza maisha yangu. Kwa hiyo ni heri niendelee kukaa hivi nilivyo, ili niendelee kwanza kumtumikia bosi huku nikitafakari ni aina gani au ni njia gani itakayokuja kunisaidia mimi kutoka sehemu hii niliyopo. Nikamwambia njia ipo moja tu ambayo itaweza kukusaidia wewe kutoka sehemu hiyo. Na utakavyokubali utatoka moja kwa moja, hautorudi tena. Na ukishatoka hakuna madhara yoyote ambayo wewe utaweza kupata. Tukaendelea kuongea kwenye simu kweli, tukaongea mambo mengi. Yeye akasema hamna. Mimi kwa wakati huu bado ninaogopa sana. Kwa sababu ninajua wapo ambao walikuwa namtumikia huyo bosi, ninawajua. Baada ya kutoka wengine saizi ni vichaa, ninawajua. Sasa na mimi nikisema niweze kutoka kwa ghafla hivi inaweza ikaniletea shida. Na istoshe mimi kwa wakati huu saizi tayari kule nimeshapewa cheo kimoja kizuri.
Kwa hiyo nikitoka wanajua nina vitu vingi ambavyo vitaweza kuangamiza wao. Kwa hiyo ili nisiweze kuangamiza wao, wataniangamiza mimi. Ndilo neno ambalo yeye aliweza kuniambia kwa wakati ule. Nikamwambia sawa, nitaendelea kukuombea ili Mungu atakapokuja kukusaidia uweze kutoka utakwenda kuniambia. Akasema sawa, inatakiwa wewe uendelee kuniombea mimi, maana nyie tayari mnazo nguvu kubwa za kuweza kuushinda huo ulimwengu. Basi alivyoanza kuja huko katika ulimwengu, ndipo nikambana zaidi. Nikamuuliza, kwani huo ni ulimwengu gani ambao wewe unasema sisi tuna nguvu zaidi kushinda huo ulimwengu? Yeye kwa wakati ule akaniambia, ulimwengu sisi ambao tupo ni ulimwengu ambao hauwezi kuuona kwa macho ya moja kwa moja. Kwa hiyo na ndio maana siku ile ilihitajika tuweze kwenda saa 8 na kuna muda wake wa kuweza kuingia.